klabu ya Simba imepokea kocha mpya na huyo kocha ameletwa na yule unayemuita yatima. Je, unaona hatima ya Simba inaenda kufanya vizuri au inaendelea kupotea? Kwenye hilo swala la kocha, hata aje Pepe Guardiola, uongozi wa Simba uko bado huu, hatuwezi kufika na huyo kocha hawezi kufanya chochote kile. Simba inatoghalimu sio uwezo wa kocha. Simba inatuteketeza kwa uongozi mbovu usiokuwa na maarifa, uongozi usiokuwa na tunasema wasiokuwa na mapambano ya dhati katika klabu ya Simba. Hebu twende vizuri sasa hapo kitaalamu zaidi. Mangungu yeye achezi uwanjani. Umeona, pamoja na uongozi wa Simba wao wachezi, Ahmed Ally achezi uwanjani. Lakini pia huje kusikia malalamiko ya wachezaji kutokulipwa pesa. Wanaocheza uwanjani ni wachezaji. Sasa uongozi wa klabu ya Simba na wachezaji na matokeo mabaya vinahusiana vipi? Kwanza lazima ufahamu katika mchezo wa mpira wa miguu wachezaji uwanjani ni kama ni extra. Kabla wachezaji kuingia kwenye pitch na kuanza kusakata mpira kombati yale umeanza kusakatwa nje, manake ni mahusiano bora ya viongozi na wachezaji. Mahusiano bora viongozi na wachezaji. Lakini pia mahusiano bora viongozi kwa viongozi wenyewe. Maana yake nini? Mahusiano ambayo yenye maslahi ya kupambania klabu husika. Lakini viongozi wasipokuwa na umoja, viongozi wasipozungumza lugha moja, viongozi wakiwa wanathalitana nyoko wenyewe, hapo hata wachezaji kule nao pia tagawika, kwa sababu lazima ufahamu kitaalamu. Simba, klabu ya Simba katika mifumo ya usajili hakuna mtu maalum ambaye anasajili. Kila mtu pale ana wachezaji wake pale. Tuageni sametoka na nafasi yenye kiti. Lakini tuageni hana 90% kwa kuhusika wetu wachezaji kama kina Mpanzu. Na sasa hivi kwa nafasi ametoka. Je, kama hawana mahusiano mazuri? Na sio kama. Lakini na pia lazima ufahamu Magoli na pia ana wachezaji wake hata yule kama wawili. Lakini na pia kila kiongozi pale ana wachezaji wake ambao yeye aliwaona na pia akahamasisha kwamba iwe isiwe mchezaji hawe katika klabu ya Simba. Kwa maana hiyo unamaanisha ya kwamba kwenye klabu ya Simba viongozi wana wachezaji wao ambao wachezaji wanaweza kukaa chini ya amri yao kuamrisha kwamba huyu sisi hatumtaki, chezeni vibaya. Zaidi ya 85%. Shida Simba tunatafunwa na uongozi mbaya. Cheni ya uongozi. Bro, mimi sio mnafiki. Yanga Afrika safari wanatupiga sana katika utawala wao, katika falsafa ya uongozi wao. Yanga wana kona, Yanga wana engineer Elstu Krishna. Yaani hakuna siku na itoke hapi endi hapi itoke hapi endi hapa, hakuna. Simba ianzie kwa aone huyu anaitwa Dalali. Itoka Dalali, Dalali ampe taarifa Mangungu, sawa, ampe taarifa Magoli. Sasa hivi ndo Magoli atoke aende kwa tajiri. Unaona hiyo cheni? Naiona. Tajiri amesema shilingi ngapi kiasi kadhaa. Wakati huo tayari kwamba huku Dalali ashajua ni kiasi kadhaa. Ashongena tayari upigaji kwamba issue iliyopo cheni ya Simba ni kubwa kuliko cheni ya Yanga. Yanga ule msururu walishauua. Na ndio maana unaona sasa hivi Yanga wanazungumza lugha moja. Hata kama ikawa kuna mapungufu katika maisha haikosekani. Lakini wanaweza kuyadhibiti kwa wakati kwa sababu tayari wana mtu mmoja. Na mtu mmoja yule uzuri wake Engineer Elsi mmoja na sana viongozi wa Simba wale akina Mangungu wale 100. Hii ni kwa nini? Mbona mpya yani? Elsi sasa na kina Mangungu 100. Yaani Engineer Elsi mmoja ni sawa wachukua akina Mangungu 100. Umetumia vigezo vipi? Engineer Elsi amekuja kudhihirisha kwamba yeye ni bora kuliko akina Mangungu. Yeye ameingia, akina Mangungu amewakuta. Leo hii yeye ni nani katika Afrika hii? Ni mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Lakini bado hajakaa sawa, msimu unaanza tu. Kapate na angani. Yuko kidunia sasa hivi. Ni mjumbe kamati kuu ya mpira wa miguu duniani. Hebu niambie, Mangungu ashaka kufika wapi? Na namda gani kwenye Simba?
Kwa akili ya Mangungu tayari yani kwamba ishakufa. Kwani katika hili tajiri haoni sasa yeye mtoa fedha? Manake anayetoa pesa yeye anatoa pesa akihitaji mafanikio. Kwa nini lawama inakuwa kwa kina Mangungu lakini sio kwa tajiri ambaye ndo mtoa fedha? Lazima lawama iwe kwa Mangungu. Mangungu unajua kitu watu hawaelewi. Mimi najua masuala ya kiutawala. Mangungu ni mwenyekiti wa Simba. Mwenyekiti sio wa bodi. Mwenyekiti wa klabu ya Simba ndio boss wa klabu ya Simba. Sawa. Chochote kila akiwezi kufanyika kwenye klabu ya Simba pasipo saini ya Mangungu na taarifa Mangungu. Okay, mimi namaanisha sasa tunaenda kwa Mo. Mo bado yeye kabla hajawa mwekezaji, yeye ni mwanachama halali wa klabu ya Simba. Anaona kabisa kuna madudu yanaendelea. Na ndio maana aliamua kumsogeza Try Again. Kaa pembeni kwanza, umezidi. Kamweka magoli. Si mwadhuri ili kwamba aweze kudhibiti baadhi ya mambo, lakini anajua kwamba yeye Mo hana uwezo wa kumondoa huyu Mangungu. Tajiri wa Simba Mo yeye yupo kimya tu, wakati yeye ndo ana hisa nyingi pia kwenye klabu ya Simba. Hii inakuwaje? Manake si anapata hasara, kwa nini yupo kimya? Sio kwamba ana hisa nyingi. Mwenye hisa nyingi ni Simba yenyewe. Yeye atabaki kuwa na hisa yake ile hisa 49 na mpaka leo bado yuko vivyo 49. Hana hisa nyingi. Ila sema toka yeye alivyoingia klabu ya Simba ametumia fedha nyingi sana kwa ajili ya Simba. Na hii inatokana ni engo moja. Toka ameingia yeye, Simba kama Simba hatuna maingizo ya wanachama wapya. Sasa klabu ya Simba ni klabu ya wanachama. Ili klabu iweze kuwa na fedha lazima iwe na maingizo ya wanachama. Panapokuwa na maingizo ya wanachama, maana yake klabu hiyo inakuwa na maingizo na pia kifedha mengi. Kwa hiyo mwisho wa mwaka klabu kama klabu haimtegemei mwekezaji. Wao kama wao tuna uwezo kununua wachezaji hata wawili au watatu ambao wenye thamani hata B1 au B2. Lakini sasa hivi Simba toka ameingia Mo, toka Mangungu amekaimu mpaka hivi leo hapa nazungumza, hatuna maingizo wanachama. Na ndio maana kuna wakati Mo Dewji akisimama kusema, anasema kwa machungu kwa sababu anajikuta kwamba kila kitu anakifanya yeye. Sasa yeye pia ni sehemu ya mwekezaji, lakini pia ni mwanachama wa klabu ya Simba. Endapo anapokuwa haya mambo yanamkasirisha, ana haki ya kuzungumza. Sasa kwa nini azungumzi? Sasa Mo ni mwanachama, Mo ni ndio tajiri. Lakini tajiri wao ongeaje. Sawa? Yaani hakuna tajiri yoyote eti anaweza kuzungumza kama ninavyozungumza. Labda tajiri amtumie mtu. Sawa? Hakamzungumzie lakini asimtaje jina. Lakini yeye ni mwanachama, kwa hiyo kwamba hawali yoyote hatamani hata siku moja kuiona klabu ya Simba ikiteketea. Na ndio maana unajikuta kwamba tunafungwa. Angalieni Mo tunafungwa goli moja pale na Atletico kama unakumbuka vizuri. Amekaa kule juu tunapiwa goli ile. Mo alishika kichwa. Lakini kwamba aliumia lakini Mangungu na miwani yake amekaa tu hivi anaangalia tu hivi. Yaani ndio utofautisha hapo uone kwamba mwekezaji namna ipi anavyoumia. Kwa sababu anaumia na mengi. Sasa ye mwekezaji anaumia, lakini ana influence kubwa kwenye klabu ya Simba, kwamba kwenye wakati wa uchaguzi ana uwezo mkubwa wa kushawishi watu wamchague mtu ambaye yeye atahisi ataweza akafanikisha ndoto za klabu ya Simba kuchukua ubingwa wa barani Afrika, unaona, lakini pia kushinda mataji ya ligi kuu. Sasa inakuwaje yeye anaumia afu Mangungu ambaye yeye ana influence ya kuweza hata kumuondoa ameshindwa? Hana uwezo kumuondoa mpaka uchaguzi ufike. Cha kwanza, mwenyekiti anachaguliwa na wanachama wahusika katika taasisi au jambo husika. Kwa hiyo Mo yeye hata afanye nini, hana nguvu ya kumuondoa Mangungu. Ila yeye nguvu yake ataitumia kuhakikisha kwamba kwenye uchaguzi wake hakikishe kwamba azungumze na watu ambao wanachama husika wao, iwe isiwe Mangungu apate fanyaje, apate kuondoka. Na ndio maana akaamua Mo kamsogeza nani, Babla. Mimi niwaambie kitu kweli. Sawa. Mo ni miongoni mwa matajiri ambao wana akili sana. Hataki kutumia nguvu. Na ndio maana kamsogeza Babla. Babla wakati yuko Babla pale. Nyinyi waandishi habari mnafahamu. Babla Yanga wenyewe walikuwa wanamuhala yule Babla. Wakati yuko Babla pale, Babla Yanga Afrika kwa ataseka. Kilo kifurukuta anawaambia tulieni.
Lakini Babla ana kila sababu ya kuweza kuwa mwenyekiti katika klabu ya Simba. Na niwahakikishie uchaguzi wa Januari wa Mangungu baibai, atake astake, hapo ndipo utaenda kuona makali ya Mo Dewji. Yule Babla ndiyo ni mtu ambaye sisi tunamhitaji akae pale. Hao mwenyekiti ni miongoni mwa watu ambao ni wazalendo wa klabu ya Simba. Mangungu kavaa jezi siku ya mechi Atletico tumefungwa. Toka ameingia Simba haja kuvaa jezi. Kuna picha ukiingia hata Google zinaonesha amevaa jezi. Kwa nini unasema hajawahi kuvaa jezi? Halivaa jezi kwenye kongamano lipi zaidi ya mechi ya Atletico? Mimi nazungumza kwa evidence. Sio ongei tu. Namfuatilia Mangungu A to Z. Siku ya Simba Day vipi? Hakuvaa Mangungu jezi. Na ndio maana nakwambia kwa Mangungu namfahamu, hata kisafiri akienda nje, akienda na timu havai jezi. Kwa hiyo hii kidogo inaweza ikaba ndo jasusi yule anaosemwa na Alikamwe nini? Sasa simani msimtafute mimi na rohoni bwana. Tunajaribu tu kuwashumua. Msimtafute rohoni, mwisho wa siku anikarudi nyumbani kwamba baada ya kunywa maji kanipalia. Sawa? Swala la jasusi muda mrefu lishafahamika. Sawa? Na umemwona mtu amezihilisha mwenyewe katika nani yake interview zake. Mangungu ndio jasusi la Simba. Sema nyi waandishi watatu mimi la looni. Mangungu ashasema kwamba hata mfanye nini, mimi ndio Mangungu. Kwa hiyo ndio jasusi, kwa sababu mwenyekiti ndiye anapaswa kukemea mambo yote maovu yote ambayo yanaendelea kwenye taasisi au kampuni au kwenye klabu ya Simba. Lakini mwenyekiti hivi nguzo swali. Jezi zilivuja. Swali langu kwa mwandishi wa habari. Na kwa mtu wote, jezi zilivuja msimu huu. Mangungu aliongea nini? Hii tuachie mashabiki waweke comment. Aya. Tukaenda tena. Jezi tena za kimataifa zikavuja tena. Mangungu kama mwenyekiti aliongea nini? Tuachie mashabiki sawa. Tumefungwa mechi 2 za klabu bingwa. Tumefungwa Mkapa, atoki mtu. Sasa hivi kwa Mkapa pamekuwa kama shamba la kijiji au pombe ya ngomani. Kila mmoja anafika hapo kwa Mkapa anachukua point 3 kwa Simba na ongeza zake. Kwa hiyo Simba sasa tumekuwa ni Simba gawa utamu kwa Mkapa. Tunagawa utamu. Ahmed Ali alisema. Sasa haya tumefungwa, alafu Jumapili ya tarehe 30 tulikuwa na mechi ya ugenini zidi ya Stand Malin kule nchini Mali. Mangungu huyo amelazimisha, palikuwa na mkutano kule, tumefungwa. Mangungu aliongea nini? Kuna chochote kama mwenyekiti ambaye amebeba dhamana ya umati ya wanachama na umati wa mashabiki? Wanachama sisi ndo tunazimia, ndo tunakufa. Lakini labda anaheshimu kwa sababu klabu ina msemaji, basi aseme msemaji. Msemaji ni msemaji. Msemaji kuna vitu atavisema, lakini katika utawala kuna vitu anapaswa aseme kama mwenyekiti. Uzito wa kusema mwenyekiti ni uzito ambao ni mkubwa, na pia kuonyesha uaminifu, sawa, kwa watu wajua kwamba ni kweli mwenyekiti wetu, sawa, hanatambua kwamba hapa kuna shida imetokea. Lakini mwenyekiti usipoinuka na kusema, ukategemea msemaji aseme, msemaji anasema nini? Anasema tu kwamba miongoni mwa mchezo tunavuka. Tunavuka wapi? Lakini yote hajasema. Watu tunapiga makelele kuhusu masuala ya kuvuja kwa siri. Nyingi kwenye Simba zinavuja. Lakini hizo zinazovuja kwenye kikao haingii Mangungu tu peke yake, ni viongozi wanaoingia wengi. Sasa kwa nini tumtumu Mangungu tu pekee? Kwenye nyumba hawewe mwandishi wa habari hapo una mke? Una mke? Una watoto? No. Marhaba. Hapo kwenye nyumba yako ni nani mwenye kauli? Baba ambao ni mimi. Ni nani anayepaswa
kuwafanya familia yake iwe familia bora, ni mimi. Iwe na lugha bora, Ni mimi baba. Iwe na maadili bora. Baba mwenye mimi. Ukiona mtoto kuna kosa amelifanya, nani anapaswa wa kwanza kumkemea mtoto? Baba. Basi. Kwa Mangungu ndio baba wa klabu ya Simba. Hakuna baba mwingine zaidi ya Mangungu. Magoli sio baba kwenye klabu ya Simba. Magoli ni Magoli ni extra baba kwa sababu yeye ni mwenyekiti upande wa mwekezaji. Sisi hatujamchagua. Yule ateuliwa katika bodi yao. Simuelewa. Kwa hiyo baba yetu siku ya Simba ni sisi, ni Mangungu. Na ndio maana Mangungu atake asitake. Yaani sisi mashabiki na sio wanachama, anapokosea tutamsema, atake asitake, kwa sababu yeye ndio baba. Kwa mfano hizi games zilizobaki akishinda, mtaendelea kuongea kama mnavyoongea hivi? Sasa kwanza akiwepo hatuwezi kushinda. Yaani akiwa mwenyekiti hatushindi. Yaani mwenyekiti akibaki Mangungu hatushindi. Mama yangu mwanamke. Na kama uongo nimekalia sofa. Yaani Mangungu akiendelea kubaki kuwa mwenyekiti, ninakwambia mechi tunaenda kucheza nani kule Express de Tunis. Sawa? Tunisia kule. Ndugu mwandishi habari, hakibaki Mangungu tunafungwa kule. Hatutoboi hata kama tulale uchi makaburini au juu pa nyumba. Hatutoboi Mangungu akibaki kwa mwenyekiti wa klabu ya Simba. Na ayo mfazi mtakuja kunitafuta, mtafute, mtakuja kunieleza.